Vita vya Iran vilisambaratisha vipi ngano ya nguvu isiyoshindwa ya Marekani? Vita na Iran vimefichua ukweli mchungu kwa Marekani. Donald Trump alifanya makosa makubwa na hatari kwa kuanzisha vita hivi na hatimaye kutoka kwenye vita akiwa dhaifu kijeshi, kidiplomasia na kiuchumi. Haya ni maneno ya bodi ya wahariri ya gazeti la New York Times ambayo yanaonyesha uwepo wa pengo kubwa katika tathmini ya wasomi wa Marekani kuhusu makosa mahesabu ya kimkakati yaliyosababisha Washington gharama kubwa zaidi katika miaka hivi karibuni. Utawala wa Donald Trump ulianzisha vita kwa kuweka malengo kadhaa makuu na ya wazi: kujisalimisha Iran bila masharti, kubadilisha mfumo unaotawala, kusimamishwa kikamilifu urutubishaji na kuondolewa nchini Iran mada zote za nyuklia. Lakini kama gazeti la New York Times linavyosisitiza, kumalizika kwa vita sio tu hakutimia kwa kufikiwa hata lengo moja kati ya malengo hayo, bali pia kumeiacha Marekani kwenye hali ya kufedhehesha na kuilazimu itie saini makubaliano ambayo miezi miwili iliyopita ilionekana kama ishara ya kushindwa. Hii si mara ya kwanza kwa tamaa za kijeshi za Marekani kukabiliwa na hali halisi ya kijiopolitiki kwenye eneo la Asia Magharibi. Uzoefu wa Afghanistan, Iraq na hata uingiliaji mdogo zaidi wa kijeshi wa Marekani kwenye eneo umeonyesha wazi kuwa ubora wa kijeshi hauambatani daima na ushindi wa kisiasa. Taasisi ya kifikra ya Marekani RAND imeonya mara kwa mara katika miaka hivi karibuni kwamba mzozo wowote wa moja kwa moja na Iran hautakuwa na suluhisho la wazi kwa kutilia maanani uwezo mkubwa wa Tehran katika nyanja mbalimbali, kuenea kwa ukubwa wa kijiografia wa mgogoro na kuathirika kimataifa kwa miundombinu ya nishati. Moja ya mada muhimu zaidi ya ripoti ya New York Times ni kushindwa kwa dhana ya kusambaratika haraka kwa mfumo wa utawala wa Iran, dhana ambayo Benjamin Netanyahu wa Israeli alimtwisha Trump wa Marekani. Wataalamu wengi wa Marekani akiwemo Stephen Walt, mhadhiri mashuhuri wa mahusiano ya kimataifa katika chuo kikuu cha Harvard, wamesisitiza kwa miaka mingi kwamba mashinikizo ya nje na mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran kwa kawaida huwa na matokeo kinyume, ambapo badala ya kudhoofisha mshikamano wa ndani huimarisha hisia za taifa nchini Iran. Licha ya kupata hasara kubwa za kibinadamu na miundombinu, Iran iliweza kujenga upya haraka muundo wake wa kuchukua maamuzi na uwezo wa kioperation, ambapo ilifanikiwa kugeuka kuwa mchezaji ambaye aliulazimisha upande wa pili kukiri kwa fedheha uzito wake wa kimkakati. Hili limewafanya baadhi ya wachambuzi wa nchi za Magharibi kuzungumzia ushindi wa kimkakati wa Iran, swala ambalo halimaanishi ushindi kamili tu, bali pia ni kushindwa kwa upande wa pili kufikia malengo uliyoyatangaza. Matokeo mengine vita hivi ni taadhira zake kwa itibari ya kimataifa ya Marekani. Baraza la wahariri la New York Times linasema kwamba Washington sasa inaonekana kuwa dhaifu kuliko huko nyuma machoni pa waangalizi wengi wa kimataifa. Jarida la Foreign Policy pia limeonya katika changanuzi zake kwamba mapungufu makubwa katika maghala ya silaha ya Marekani katika vita virefu yanaweza kupunguza nguvu ya uzuiaji wa hujuma wa nchi hiyo dhidi ya upinzani wake kama China. Kwa mtazamo wa kiuchumi, vita hivi pia vimethibitisha kuwa lango bahari la Hormuz linasalia kuwa moja malango muhimu zaidi katika uchumi wa dunia. Kile kilichotajwa na Trump mwishoni mwa vita kuwa kufunguliwa lango bahari la Hormuz kwa kweli ni kurejea katika hali ile ile iliyokuwepo kabla ya kuanza vita. Tofauti kuu ikiwa kwamba mara hii masoko ya kimataifa yametambua kuwa Iran ina zana nyingi madhubuti za kuathiri mtiririko wa nishati duniani, ikiwa itahisi kuwa uhai wake unakabiliwa na tishio la kuwepo au kutokuwepo. Utambuzi huu pekee unatosha kuongeza gharama za kimkakati za mapambano yoyote ya baadaye. Jambo jingine muhimu ni mgogoro wa uhalali wa kufanya maamuzi ndani ya Marekani. Gazeti la New York Times linazungumzia waziwazi kuhusu ukiukwaji wa Trump wa katiba ya Marekani na kuipuuza Congress katika maamuzi ya vita. Suala hili limeibua pengo la muda mrefu lililopo kuhusu mamlaka ya rais na jukumu la Congress katika kutangaza vita, na hivyo kuibua tena nchini humo mjadala wa kisiasa kuhusu jambo hilo. Kupitishwa kwa miswada ya kupunguza nguvu za vita za rais katika Congress pia ni ishara ya wasiwasi huu unaokua. Hatimaye, moja ya masomo muhimu zaidi yaliyopatikana katika vita vya karibuni ni kushindwa kwa dhana potofu ya kubuniwa mfumo wa kikanda kupitia nguvu za kijeshi. Marekani kwa mara nyingine tena imejifunza kwamba nguvu ya kijeshi hata iwe haribifu kwa kiwango gani, lakini si dharura kwamba siku zote itakuwa na uwezo wa kuwa na matokeo yanayohitajika kisiasa. Ikiwa ni majigambo ya kijeshi yataandamana na uelewa pungufu wa jamii inayolengwa pamoja na utata wa eneo, yanaweza kugeuka ghafla kuwa madhara makubwa kwa mchokozi. Ripoti ya New York Times
Kwa kweli, kabla ya kuwa simulizi ya kushindwa, rais wa nchi ni tahadhari kuhusu kudhoofika kwa mojawapo ya mbinu muhimu za kisiasa za Marekani. Mbinu inayodhaniwa kimakosa kuwa inaweza kutumika katika ulipuaji mabomu, matumizi ya vikwazo na vitisho kwa ajili ya kubadilisha hali halisi ya geopolitiki ya eneo linalolengwa. Vita vya Iran vimethibitisha kwamba zama za utatuzi rahisi wa migogoro tata kupitia mbinu za kijeshi na vitisho zimepitwa na wakati, na upuuzaji wowote wa ukweli huu bila shaka utakuwa na gharama kubwa, si kwa Washington tu bali kwa mfumo mzima wa dunia. Sasa hayo yakiendelea, nikwambie hati ya makubaliano kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani ya awali sasa imetiwa saini rasmi na marais wa nchi hizo mbili baada ya maandishi yake kukamilishwa, na hivyo makubaliano hayo kuanza kutekelezwa. Na hayo yametangazwa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Jumatano usiku. Ismail Baghei ameliambia shirika la utangazaji la Iran IRIB kwamba ilikubaliwa kuwa hati ya makubaliano kati ya Iran na Marekani itatiwa saini kwa njia ya kidijitali na marais Masoud Pezeshkian wa Iran na Donald Trump wa Marekani, na ameongeza kuwa hakutakuwa na hafla ya kutia saini nchini Uswizi. Msemaji huyo amefafanua kwamba uamuzi wa kufanya makubaliano hayo yajulikanayo kama mapatano ya Islamabad yatiwe saini na viongozi wa juu kabisa wa nchi zote mbili ulifanywa kwa maksudi kutokana na uzoefu wa nyuma. Baghei amebaini kuwa wakati maandishi yanatiwa saini na marais wa nchi zote mbili, kuvunja makubaliano hayo kutakuwa na gharama kubwa zaidi. Ameongeza kuwa kwa kuzingatia uzoefu wetu wa zamani, tulipendelea iwe hivyo. Baghei ameonya kuwa utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha vita na Marekani utakuwa mgumu zaidi kuliko kuyatia saini, akisisitiza kuwa Teherani haijasahau mafunzo ya vita na itafuatilia kwa makini utekelezaji wa wajibu wa Marekani. Amesema kuwa taasisi za diplomasia za Iran kwa kuungwa mkono kikamilifu na wananchi zimefanikisha makubaliano yanayolinda maslahi ya taifa. Baghei ameongeza kuwa uamuzi wa Iran wa kuahirisha mazungumzo ya nyuklia hadi hatua inayofuata ulikuwa busara, huku kipaumbele kikiwekwa kwanza katika kumaliza vita. Amefafanua kwa kuanzia wakati makubaliano haya yanapoanza kutekelezwa, kutakuwa na siku 60 za kujadiliana kuhusu swala la nyuklia na kuondolewa kwa vikwazo. Ikiwa mazungumzo yatafikia hitimisho mapema zaidi itakuwa bora, lakini kutokana na ugumu wa swala hilo, muda wa siku 60 ni wa msingi na iwapo itahitajika unaweza kuongezwa. Ameongeza kuwa makubaliano hayo yanaeleza wazi kwamba mazungumzo yajayo yatahusisha tu swala la nyuklia na kuondolewa kwa vikwazo. Baghei amesisitiza kwamba Iran haijawahi kuacha washirika wake, akisema kusitishwa kwa mapigano nchini Lebanon ni jambo muhimu kwa Iran kama ilivyo kumalizika kwa vita dhidi ya Iran yenyewe. Amethibitisha pia kuwa kuondolewa kwa vikwazo vya mafuta tayari kumeanza, akieleza kuwa sambamba na makubaliano hayo, Teherani ilifanya mazungumzo ya ziada kuhusu kuachiliwa kwa mali zilizogandishwa, ujenzi mpya wa uharibifu uliosababishwa na vita, pamoja na kuondolewa kwa vikwazo vya mafuta. Msemaji huyo pia amethibitisha kuwa Iran ipo kwenye hatua za mwisho za kuanzisha mfumo mpya wa usimamizi wa lango bahari la Hormuz kwa kushirikiana na Oman. Baghei pia amesema Iran itaendelea kurekodi na kufuatilia kisheria uhalifu uliofanywa dhidi ya wananchi wake wakati wa vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran vilivyoanza Februari 28. Aidha, amesisitiza kuwa hadhi ya Iran kama dola yenye nguvu kubwa si jambo la nadharia. Amesema tumezishinda tawala mbili zenye silaha za nyuklia pamoja na nchi nyingine zinazounga mkono. Makubaliano hayo kati ya Iran na Marekani yalikamilishwa Jumapili baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo makali yaliyosimamiwa na Pakistan kwa msaada wa baadhi ya nchi nyingine za kanda. Hati hiyo yenye nukta 14 inaweka bayana ahadi za haraka kwa upande wa Marekani na kibaraka wake mzayuni za kusitisha uchokozi wa kijeshi katika pande zote ikiwemo Lebanon, huku ikisisitiza kuheshimu mamlaka ya Iran, ukamilifu wa ardhi yake na kutoingilia mambo ndani ya Iran. Aidha, inaweka ratiba ya mazungumzo ya kina ambayo yanatarajiwa kuzaa makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60. Mbali na vipengele vya kiusalama, hati hiyo inashughulikia usalama wa baharini, dhamana za usafirishaji wa kibiashara, kuondolewa kwa vikwazo, misaada ya ujenzi wa uchumi na kufunguliwa hatua kwa hatua kwa mali za Iran zilizokuwa zimezuiwa nje ya nchi. Pia inajumuisha vipengele vinavyohusiana na uhakikisho wa nyuklia, mifumo ya ukaguzi chini ya wakala wa kimataifa wa nishati atomic na kudumisha hali ya sasa ya muda wakati wa mazungumzo. Mfumo madhubuti wa utekelezaji na ufuatiliaji pia umeainishwa katika hati hiyo. Vilevile, Rais Masoud Pezeshkian amesema taifa la Iran limejifunza kutokubali kudhalilishwa kutoka kwa kiongozi aliyeuawa shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei. Rais Pezeshkian amesema hayo kwenye ujumbe wake kwenye mtandao wa X, akiashiria urithi wa kiongozi aliyeuawa shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu ambaye alikuwa akilihimiza taifa kulinda hadhi na heshima yake
na kukataa matakwa ya kuchupa mipaka ya maadui zake. Amesisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu imejiandaa kwa matukio yote yanayowezekana, huku juhudi zikiendelea kwa ajili ya kukomesha mzunguko sasa wa uchokozi usio na sababu wa Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Akizungumzia hati ya makubaliano yaliyopangwa kusainiwa kati ya Iran na Marekani nchini Uswizi siku ya Ijumaa, Rais Masoud Pezeshkian amesema maelewano hayo ni hatua muhimu kuelekea upande wa kusimamisha vita na kuanza mazungumzo, akikumbusha kwamba hata hivyo makubaliano ya mwisho bado hajapata sura mpya. Vilevile, matamshi ya balozi wa Marekani huko Israeli Mike Huckabee yamezua wimbi la hasira na ukosoaji mkubwa katika duru za kisiasa na vyombo vya habari vya Marekani baada ya kusema kwamba Marekani haingekuwepo bila Israeli. Katika taarifa ilizusha mjadala mkubwa kuhusu ushawishi wa Israeli ndani ya duru za kufanya maamuzi za Marekani na mipaka ya majukumu ya wabalozi wa Marekani huko Tel Aviv. Matamshi ya Huckabee yametolewa katika ufunguzi wa mkutano wa kimataifa kuhusu urithi wa Israeli uliofanyika katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu kwa Palestina, ambapo alisema jukumu lake sio tu kuiwakilisha Marekani Israeli, lakini pia linajumuisha kuwakilisha umuhimu wa Israeli kwa Marekani. Ameongeza akimwambia waziri wa urithi wa Israeli Amichai Eliyahu, bila shaka huu ni urithi wako, lakini mheshimiwa, huu pia ni urithi wa Marekani. Bila Israeli na bila msingi wa Kiyahudi, Marekani isingekuwepo. Nini hasa ambacho kitaendelea? Tuendelea kujuzana hatua kwa hatua. Shukran kwa Baba wa Kivita. Mimi ni The Rich Voice.